Naam, karibu sana mtumishi wa Katunda na Suza Ilas FM. Wape chakula cha kilo kweli kweli wale wenye kiu mdau hapa. Karibu sana. Asante sana mtumishi Jose. Bwana akubariki sana. Barikiwa pia nawe mtumishi. Lakini pia mpenzi msikilizaji wa Ilas FM, Bwana akubariki. Amani ya Mungu, neema na baraka zake ziwe pamoja nawe. Na wale ambao mnatufuatilia pia kupitia chaneli ya Tubuni na Kuiamini Injili TV katika YouTube, wote niwakaribishe tena katika mwendelezo wa masomo ambao tumeanza siku ya jana, na sasa tuko sehemu ya pili, siku ya pili, kwa ajili ya kuangalia mpango mzima wa ukombozi ambao Mungu aliuweka kwa ajili ya watoto wake, na sasa yuko katika kutekeleza na kuhakikisha ya kwamba unakamilika kabisa. Na mimi ni wenu Paul Marosha, ambaye tulikuwa wote katika sehemu ya kwanza katika siku ya jana. Basi pasipo kupoteza muda, mimi nikualike tu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, wote tuweze kuungana nami katika maombi kwa ajili ya kuanza vipindi vyetu, kwa sababu tunaenda kusoma neno la Bwana. Basi ni muhimu sana kama tukiweza kuomba kwa ajili ya kuomba uongozi wa Roho wake mwema. Basi tupige magoti tuombe. Kama uko sehemu ambapo unaweza kupiga magoti, basi tupige magoti, lakini pale ambapo haiwezekani, yote ni sawa. Basi na tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu unayetupenda, ni wasaa huu tena ambapo tumekuja watoto wako kukushukuru kwa yote ambao umetujalia. Umetulinda toka tulipokutana jana, na sasa tena ni siku ingine na ni sehemu nyingine tunapochunguza mpango mzima wa ukombozi ambao Baba uliuweka kwa ajili ya mwanao, kwa ajili ya watoto wako ambao wako katika ulimwengu huu. Asante kwa sababu utatuongoza hata tunapoanza hata mwisho. Tutakase, wenye ugonjwa wasaidie, walio na mapungufu mbalimbali wakikusii pia uwasikie. Lakini zaidi sana tunapoenda kufungua neno lako, tunaomba Roho wako mwema azidi kuwa nasi. Takasa kabisa nia zetu, fikira zetu, lakini zaidi sana ukaze akili zetu katika neno lako. Zungumza na kila mmoja anayesikiliza, useme naye tunapoanza hata mwisho. Baba, Roho wako mwema na anitumie mimi kama chombo tu, wewe ukaseme na watoto wako. Asante kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, na kupitia mwanao Yesu umetukomboa. Tunaomba na kushukuru kwa jina pekee la mwanao Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tunasema amina. Amen. Asante sana mtumishi. Basi amina sana, mbarikiwe. Basi mpenzi msikilizaji, nataka nikukumbushe kidogo tunapoenda kuanza. Maana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza, Biblia takatifu imetuambia ya kwamba kabla ya mambo yote Mungu anataka dua na sala na maombezi yafanyike. Kwa hiyo tumefanya hivyo. Na nikukumbushe ya kile ambacho tulijaribu kuangalia siku ya jana, wakati tukiwa tunaangalia mpango mzima wa ukombozi. Tuliona ya kwamba Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo walikuwako hata kabla ya dunia haijaumbwa. Lakini pia tukaona ya kwamba Mungu Baba pamoja na mwana wake walikuwa na mpango wa kumkomboa mwanadamu hata kabla dunia na mwanadamu mwenyewe hajaumbwa. Kwa hiyo yote haya tuliyaona, lakini pia tukaangalia jinsi ambavyo shetani alivyoshindwa kuenenda katika sheria na taratibu au utawala wote wa Mungu na kuanzisha serikali yake mwenyewe, akikusudia kukiinua kiti chake juu kuliko nyota zote za Mungu, na pia akakusudia ya kwamba aketi juu ya mlima wa makutano. Na hivyo pia shetani mwenyewe alimuonea wivu mwana wa Mungu na kuona ya kwamba hajashirikishwa katika swala zima la uumbaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho shetani alikiweka katika mawazo na akadhamiria, akakusudia kukipinga na akaanzisha serikali yake mwenyewe. Lakini pia tukaangalia kitu kingine kwamba Mungu alikuwa ameumba sayari zingine nyingi, na alikuwa ameumba malaika kabla ya malaika na malimwengu mengi kabla ya ulimwengu kuwako na kabla ya mwanadamu kuwako. Sasa katika siku ya leo nataka nikuendelee katika sehemu ya pili, tuendelee katika sehemu ya pili
tuangalie kitu ambacho ninataka tukianzie leo, halafu tutafika pale tulipoishia jana. Nitaka tuangalie ya kwamba hivi Lucifer namna ya kufukuzwa kwake mbinguni ilikuwaje? Huyu Lucifer kufukuzwa kwa njia gani? Tuliona ya kwamba pia vita hii haikuwa vita ya ngumi, haikuwa vita ya mabunduki, hapana. Ilikuwa ni vita ya hoja, vita kati ya serikali moja baada ya serikali nyingine. Na nisikilize mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, tena si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa, na pia anasamehe dhambi, wala si mwepesi wa kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Wakati shetani, hiyo utaipata kwenye kitabu cha Kutoka 34 aya 6 na ya 7. Kwa hiyo wakati shetani alipotupwa kutoka mbinguni, kuna kitu kwanza kabla hajatupwa, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, na kabla hajamfukuza Ibilisi, hajamfukuza mtu yeyote, hata sisi wenyewe, kabla Mungu hajatuangamiza, hata kabla Mungu hajaangamiza hata dunia hii, hata kuja kuangamiza bila kwanza kupeleka maonyo. Ni lazima kwanza Mungu apeleke maonyo. Kwa hiyo kabla ya hata yeye mwenyewe Mungu kumfukuza Lucifer, alipelekea maonyo, alimpelekea ushauri, aliendelea kumsihi. Na hii imekuwa ni kanuni ya mbingu katika kusihi watoto wake, kwa sababu mbingu imekuwa ikisihi. Na ninaomba nikuonyeshe katika kitabu kile cha Ezekieli, sura yake ni ya 3 aya yake ya 18. Biblia takatifu inatuambia hivi. Hii ni formula ambayo Mungu huwa anatumia, ni kanuni ambayo Mungu huwa anaitumia kabla hajapeleka hukumu popote pale. Ni lazima kwanza atangulize ushauri, atangulize maonyo, atangulize ujumbe kwa hao watu, ili asije akaonekana amewaonea. Angalia aya 18, nasema, nimwambiapo mtu mbaya hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimonya mtu mbaya, wala yeye haachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena aya 20, mtu mwenye haki aiachapo haki na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa, kwa sababu hukumonya, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki aliyoyatenda hayatakumbukwa, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Angalia hii formula ambayo, angalia hii kanuni ambayo Mungu anaitumia hapa. Anasema hata kwetu sisi, mpendwa unayenisikiliza, kabla Mungu hajaleta ghadhabu yake, kabla Mungu hajaleta hukumu yake, ni lazima kwanza atangulize maonyo. Na hivyo hivyo ilikuwa pia kwa Lucifer. Kabla hajamfukuza mbinguni, ni lazima kwanza amshauri, ni lazima kwanza ampe maonyo. Ndivyo ambavyo pia Mungu hufanya na kwetu sisi. Mpendwa, nikwambie tu ya kwamba ikiwa uko na dhambi yoyote, Mungu ni lazima kwanza akutumie ujumbe. Ni lazima kwanza akutumie ujumbe. Ni lazima kwanza anitumie ujumbe ili niweze kurekebisha, maana hapendi watu waangamie, yeye anapenda watu waokolewe. Na hivyo ambavyo alifanya hivyo kwa Lucifer. Na nikwambie ya kwamba Yesu, Mikaeli mkuu akiwa kule mbinguni, na malaika zake wale ambao walikuwa ni waaminifu, malaika waliobaki kumtii Mungu, Yesu pamoja na malaika hao walijitahidi sana kumsihi Lucifer na kumsihi aombe rehema. Lakini kuna kitu kimoja ndugu zangu ambacho nataka niwaambie, ya kwamba mtu ambaye anaonywa
anaonywa mara nyingi, akiendelea kukaza moyo wake ukaendelea kuwa mgumu mbele za Mungu, Mungu kuna kitu ambacho huwa anakisema. Anasema nini? Katika kitabu cha Mithali za Suleimani, sura yake ya 29 aya yake ya kwanza, Biblia takatifu inaniambia maneno hapo ikisema, aonywae mara nyingi akishupaza shingo. Aonywae mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Kwa hiyo Biblia inaniambia ya kwamba mtu yeyote anapokuwa akionywa mara nyingi, ikiwa hata sikia, basi atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Na angalia pia tunachokisema hapa, Mungu alitaka amshauri Ibilisi, shetani, Lucifer akiwa kule mbinguni. Na Yesu pamoja na malaika zake waliendelea kumsihi, wakimsihi aombe msamaha ili aweze kupewa rehema, arudi tena kuwa umoja na mbingu. Maana uovu tayari ulikuwa umeshaonekana ndani yake. Na Mungu wa mbinguni aliendelea kutoa muda, akaendelea kumpa muda wa rehema, kama jinsi ambavyo leo dunia hii imepewa muda wa rehema. Tuko na muda ambao tunaweza sasa tukapiga magoti tukaomba. Ndivyo ambavyo pia Lucifer alikuwa amepewa huo muda. Lakini cha ajabu ni hiki, Lucifer aliendelea kukaza moyo wake, kukaza shingo yake, asisikie maonyo aliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo kabla hajaja duniani huko mbinguni. Akiendelea kukaza moyo wake, kukaza shingo yake, kuishupaza, asiweze kusikiliza ushauri wa malaika wengine ambao walikuwa hawajaanguka. Malaika kama vile Gabriel walikuwa wakimshauri. Lakini aliendelea kukaza na kushupaza shingo, kukaza moyo wake na kujidai yuko na haki. Ndivyo ambavyo pia hata sisi wakati mwingine Mungu anapotuita, Mungu anapotuonya, anatushauri, anatamani tuokolewe, lakini bado tunakuwa tunang'ang'ana katika dhambi ambazo pengine tunazipenda na pengine ni mazoea ambao tumekaa nayo toka kuzaliwa kwetu. Ndicho ambacho kilikuwa kikifanyika hapa. Shetani au Lucifer aliendelea kujihesabu ni mwenye haki na hajakosea. Na baada ya kuonywa mara nyingi kwa muda mrefu, basi akaonekana ya kwamba huyu hata akiongezewa miaka mingi kiasi gani hawezi kutubu. Ukiona imefikia hivyo mpendwa, ni kwamba rehema huwa imefungwa. Muda wa kupewa huruma, muda wa kupewa rehema huwa unaisha. Na muda ukiisha, basi ndipo ilivyokuwa. Muda ulipoisha kwa Ibilisi, ule muda wa kupewa rehema zake zilipoisha, na akaonekana ya kwamba hawezi kutii, akaonekana ya kwamba ataendelea uovu wake, basi ndipo Biblia ikatuambia kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo 12:7. Kwa sababu sasa ilibidi afukuzwe, maana hamna namna. Kulikuwa na vita mbinguni, ndipo Biblia ikatuambia hivyo. Na hiyo ndiyo vita ilitokea wakati huo. Na baada ya shetani kuonekana ya kwamba hawezi kutubu, alifukuzwa. Na alipofukuzwa, kuna kitu fulani alikipata, na niweza kusema ya kwamba alikutana na changamoto. Changamoto aliyoikutana nayo shetani ni changamoto ya kimazingira, kwa sababu alikuwa amezoea mbinguni, mahali ambapo alikuwa akiabudu Mungu hapo, akisujudu hapo, akifurahi na malaika hapo, malaika wale waaminifu. Na sasa aliondoka mbinguni, alifukuzwa mbinguni. Sasa aliona kazi aliyokuwa ameifanya, na akaona mazingira fulani ambayo hajazoea kukutana nayo. Akajikuta ni mpweke, japo yuko na malaika zake ambao walikuwa wamedanganya, lakini maisha ambayo walipaswa kuishi tena ni tofauti na yale ambayo yalikuwa wakiyaishi mbinguni. Yale mazoea ya kwenda kumwabudu Baba, mazoea ya kuimba, mazoea ya kusifu, mazoea mbalimbali ambayo yalikuwa yakifanyika pale mbinguni. Baada ya kuona pia kazi ambayo shetani ameifanya, alijua ya kwamba nimekosea. Kwa hiyo alikuwa peke yake katika kutafakari mikakati yake ya siku zilizopita na zilizopo.
na zile ambazo zitakuja, maana alikuwa na mipango tayari. Akapiga mahesabu, nilikuwa pale mbinguni, sasa nimetolewa, niko hapa. Na je, ninaelekea wapi? Na mipango yangu itakuwa aje duniani au katika malimwengu huko nitakakoenda? Alianza kupiga hayo mahesabu. Mwili wake wenye nguvu kabisa Lucifer ulikuwa ulikuwa umetikisika. Kiujumla alikuwa na mawazo pia. Ni lazima apitie katika hiyo hali. Na wakati akiwa anafikiri hayo, kuna baadhi ya nikisema source, baadhi ya vyanzo vya taarifa hizi ambazo katika kusoma kwangu niliwahi kuzipitia. Ilionekana wakati akiwa katika kufikiri sana haya mambo kwamba sasa nafanya nini? Aliona bora aombe msamaha arudi mbinguni. Aliona bora aombe msamaha arudi mbinguni. Lakini alipo nimesema hii ni kama baadhi ya vyanzo ambavyo nimejaribu kuvifanyia utafiti na ninataka nikiseme tu japo ninakiona kina umuhimu hapa. Nataka tu nikwambie, sikiliza tu. Lucifer alitamani arudi pale kuomba rehema, maana aliona mazingira anayopitia si mazuri. Na wakati akirudi pale alikuwa hawezi alipofika alishindwa, alikataliwa kuingia tena mbinguni kama jinsi ambavyo leo hawezi kuingia. Na aliwaomba malaika waliokuwa wakiingia pale, alimuomba malaika mmoja kwamba natamani niongee na Yesu ambaye ndiye aliyeanzisha ugomvi na yeye huko mbinguni. Na alipomuona Yesu, alipokuja kwake akazungumza naye akimsihi sana, Bwana naomba unirudishe huko mbinguni. Lakini Yesu awezaye kusoma mioyo aliangalia moyo wa Lucifer, akatambua ya kwamba Lucifer moyo wake bado haujabadilika. Badala yake kama angerudishwa tena humo mbinguni angeendelea kufanya uovu zaidi ya huo. Yesu alimkatalia, akamwambia Lucifer, umekusudia baya zaidi ya hivyo ulivyo sasa. Sasa sina uwezo kote kukusaidia. Na hii inafananishwa na ule mfano ambao Yesu aliutoa. Naomba niiseme hii. Yesu alitoa mfano wa watu wakulima wa shamba, ambaye mwenye shamba aliwaweka alafu akasafiri. Akatuma mtumwa wa kwanza kwa ajili ya kwenda kupokea malipo ya shamba lake, mavuno ya shamba. Huyo mtu alipotumwa kwenda kuangalia mashamba ambayo kwamba alikuwa mazao ambayo kwamba alikuwa ameyatoa, wale watu waliokuwa wamepangishwa lile shamba walimuona aliyetumwa, wakakusudia kumpiga na kumuua, akamfukuza mikono mitupu. Akatumwa wa pili, wakafanya hivyo hivyo. Akatumwa na watatu, wakamfanyia hivyo hivyo. Sasa hii utaipata kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Luka, sura ya 20 kuanzia fungu la 9. Maana Yesu alisema, akawaambia mfano huu, mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alimtuma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Mtumwa wa pili, mtumwa wa tatu, akatumwa na watatu. Huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. 13, sikiliza. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanye nini? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yumkini watamheshimu. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumue ili tulisi, ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawafanyeje? Atakuja na kuangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia haya wakasema, haya, hasha, yasitukie haya. Nataka nichukue mfano. Kumbuka hapa wakulima wa shamba wanapanga kwamba kila atakayetumwa tunamuua. Kwa hiyo walikusudia kwamba kila atakayetokeza wamuue. Na ndipo ambavyo shetani alivyokusudia kumuua Yesu wakati alipoomba aje aonane na yeye nje ya mbinguni. Alikuwa amekusudia akisema akitoka tu tumuue.
Ni kitu ambacho alikuwa amekikusudia shetani mwenyewe. Mpendwa, naomba tuendelee kuangalia tena. Kwa hiyo shetani baada ya kuonekana hivyo, alipozuiliwa kuingia mbinguni kwa mara nyingine, alipoomba msamaha na asipate rehema ya kuingia pale, kwa hiyo aliondoka pale amekasirika kweli kweli. Aliondoka pale amekasirika. Maana alijua, yani mimi nimeomba niingie mbinguni na nimezuiliwa. Sasa aliondoka amekasirika sana. Na Biblia ikanukuu katika Ufunuo 12 aya ya 12. Nini kinasemwa hapo? Ikanukuu kwamba, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Mbinguni wakaambiwa washangilie, na wale wanaokaa humo washangilie. Kwa nini? Kwa nini washangilie? Kabla sijaendelea kusoma hii andiko. Washangilie mbinguni kwa sababu yule mleta shida, mleta tabu, mleta magomvi, mleta vita, sasa amefukuzwa mbinguni, na malaika zake wamefukuzwa mbinguni, na mbinguni basi pamebaki patulivu, patakatifu, pasipokuwa na shida. Lakini tunaambiwa katika Ufunuo 12 aya 12 kwamba washangilie enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Lakini angalia, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Ghadhabu hii anayokuja kwetu, naona anasema ole wa mbingu na bahari. Lakini mbingu ishangilie. Mbinguni wanaambiwa washangilie, na wanaokaa humo washangilie kwa sababu ni furaha. Ni sawa na kwamba umewahi kuwa na mtoto ambaye ni mkorofi nyumbani. Ni mkorofi baba na mama ambaye uko nyumbani, au mtoto ambaye uko nyumbani. Ukiwa na mzazi ambaye ni mkorofi nyumbani, korofi kweli kweli, siku akitoka mpaka wote mnapumua, bwana bora ametoka huyu mtu. Ndivyo ilivyo wanavyoambiwa watu wa mbinguni. Maana alikuwa ameleta tabu, sasa wanaambiwa washangilie. Lakini huyu mtu ambaye ni mkorofi namna hii, wanaambiwa kule anakoenda, oleni. Anakuja huyo, mjipange. Yani maana yake anajulikana ni mkorofi kweli kweli. Sasa ndicho ambacho tunaambiwa duniani, ya kwamba ole, kwa sababu huku anakuja, na malimwengu mwingine wanaambiwa ole, si dunia tu, na wengine, japo dunia wakati huu inaandikwa alikuwa hajatupwa na haijaumbwa. Kwa hiyo wanaambiwa masayari mengine kwamba ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kumbe shetani alitupa huko akijua kabisa ya kwamba ninakoenda nitakaa muda mchache, rehema zangu zitakoma, Mungu ataniangamiza. Angalia, kwani aliondoka akiwa na watu gani? Aliondoka peke yake? Hapana. Ufunuo 12:3 hadi 4 anasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa mwekundu, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari na kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Nachotaka kukisema hapa ni kwamba shetani au joka huyu jekundu alikuwa akikokota theruthi ya nyota za mbinguni. Nyota za mbinguni ni malaika. Theruthi ni 1/3 ya malaika wa Mungu. Hawa ni wale ambao ni malaika ambao shetani mwenyewe aliwadanganya kabisa, na akakusudia kushuka, na alipodanganya na wao wakakubali, alitupwa na wao wote nje ya mbingu. Kwa hiyo ninataka nikuonyeshe tena andiko jingine moja ambalo sasa nataka pia tuliangalie katika kitabu cha Yuda sura ya 1 aya 6, maana ni kitabu ambacho kina sura moja tu. Anasema 1:6, anasema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Kwa hiyo malaika na Lucifer mwenyewe, malaika aliyotupwa nao kutoka mbinguni, ilikuwa ni theruthi
Na bahati nzuri ni hii wapendwa. Mungu alimfukuza Lucifer pamoja na malaika zake. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameumba hawa malaika kwa kusudi tu jema. Na hii theluthi ya malaika, habari njema ni hii nataka nikwambie. Wale waliofukuzwa mbinguni, malaika pamoja na Lucifer, nafasi yao itachukuliwa na wanadamu wote watakao kubali ukombozi, atakao kubali mpango huu wa ukombozi. Maana tayari wameshaahidiwa na Yesu ya kwamba katika Yohana 14 aya ya kwanza Yesu aliwaahidi ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Kwa hiyo anasema basi nikienda kuandalia makao nitakuja niwachukue pia, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Yesu aliahidi ya kwamba wanadamu wote watakao kubali mpango wa ukombozi na wakaokolewa kutoka katika dhambi, basi wataenda pale. Ni kuziba pengo ambalo Lucifer aliliacha. Angalia. Kwa hiyo Lucifer alipofukuzwa huko mbinguni pamoja na malaika zake, walishuka huko wana ghadhabu, walishuka toka huko wako na ghadhabu, wako na hasira, kwa sababu wanajua ya kwamba muda kwanza tumewekewa ni mchache, maana wamewekewa kwa ajili ya siku ya hukumu na atawaangamiza. Kwanza kuliko wanajua ya kwamba wao wanaenda mbinguni, wanaenda kuangamia. Sasa anajitahidi kwa sababu anajua muda wake ni mchache. Anajitahidi kuhakikisha anadanganya wanadamu apate wa kwenda nao wengi. Na kupendekezea mpendwa mnayenisikiliza kupitia Iras FM na kupitia Tubuni na Kuamini Injili TV ya kwamba tujitahidi kushinda dhambi. Napoendelea kufunua huu mpango wa ukombozi utakuja kuelewa ubaya wa dhambi. Naweza nikasema ya kwamba kwa sasa wengi huenda hata tukawa hatuelewi ubaya wa dhambi, hatuelewi. Na tusijue hata namna ya kuvitofautisha dhambi na vitu vingine. Tunaweza tusijue kabisa kutofautisha, lakini mpendwa nikwambie ya kwamba kuko na vita na dhambi ni kitu kibaya sana. Tutakuja tukiangalie baadaye. Wacha tuendelee tena. Baada ya Lucifer kufukuzwa kutoka mbinguni, nini kikafanyika basi? Mungu akaanza kutekeleza mpango wa uumbaji. Kumbuka huu mpango wa ukombozi huu yeyote anapokuwa akionywa mara nyingi, ikiwa hata sikia, basi atavunjika ghafula, wala hapati dawa. Na angalia pia tunachokisema hapa. Mungu alitaka amshauri Ibilisi, shetani, Lucifer akiwa kule mbinguni. Na Yesu pamoja na malaika zake waliendelea kumsihi, wakimsihi aombe msamaha ili aweze kupewa rehema, arudi tena kuwa umoja na mbingu. Maana uovu tayari ulikuwa umeshaonekana ndani yake. Na Mungu wa mbinguni aliendelea kutoa muda, akaendelea kumpa muda wa rehema, kama jinsi ambavyo leo dunia hii imepewa muda wa rehema. Tuko na muda ambao tunaweza sasa tukapiga magoti tukaomba. Ndivyo ambavyo pia Lucifer alikuwa amepewa huo muda. Lakini cha ajabu ni hiki. Lucifer aliendelea kukaza moyo wake, kukaza shingo yake, asisikie maonyo aliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo kabla hajaja duniani huko mbinguni. Akiendelea kukaza moyo wake, kukaza shingo yake, kuishupaza, asiweze kusikiliza ushauri wa malaika wengine ambao walikuwa hawajaanguka. Malaika kama vile Gabrieli walikuwa wakimshauri. Lakini aliendelea kukaza na kushupaza shingo, kukaza moyo wake na kujidai yuko na haki. Ndivyo ambavyo pia hata sisi wakati mwingine Mungu anapotuita, Mungu anapotuonya, anatushauri, anatamani tuokolewe. Lakini bado tunakuwa tunang'ang'ana katika dhambi ambazo pengine tunazipenda na pengine ni mazoea ambao tumekaa nayo toka kuzaliwa kwetu. Ndicho ambacho kilikuwa kikifanyika hapa. Shetani au Lucifer aliendelea kujihesabu ni mwenye haki na hajakosea. Na baada ya kuonywa mara nyingi kwa muda mrefu, basi akaonekana ya kwamba huyu hata akiongezewa miaka mingi kiasi gani hawezi kutubu. Ukiona imefikia hivyo mpendwa, ni kwamba rehema huwa imefungwa. Muda wa kupewa huruma, muda wa kupewa rehema huwa unaisha. Na muda ukiisha, basi ndipo ilivyokuwa. Muda ulipoisha kwa Ibilisi,
ule muda wa kupewa rehema zake zilipoisha, na akaonekana ya kwamba hawezi kutii, akaonekana ya kwamba ataendelea uovu wake, basi ndipo Biblia ikatuambia kulikuwa na vita mbinguni. Ufunuo 12:7. Kwa sababu sasa ilibidi afukuzwe, maana hamna namna. Kulikuwa na vita mbinguni, ndipo Biblia ikatuambia hivyo. Na hiyo ndio vita ilitokea wakati huo. Na baada ya shetani kuonekana ya kwamba hawezi kutubu, alifukuzwa. Na alipofukuzwa, kuna kitu fulani alikipata, na niweza kusema ya kwamba alikutana na changamoto. Changamoto aliyoikutana nayo shetani ni changamoto ya kimazingira, kwa sababu alikuwa amezoea mbinguni, mahali ambapo alikuwa akiabudu Mungu hapo, akisujudu hapo, akifurahi na malaika hapo, malaika wale waaminifu. Na sasa aliondoka mbinguni, alifukuzwa mbinguni. Sasa aliona kazi aliyokuwa ameifanya, na akaona mazingira fulani ambayo hajazoea kukutana nayo. Akajikuta ni mpweke, japo yuko na malaika zake ambao walikuwa wamedanganya. Lakini maisha ambayo walipaswa kuishi tena ni tofauti na yale ambayo yalikuwa wakiyaishi mbinguni. Yale mazoea ya kwenda kumwabudu Baba, mazoea ya kuimba, mazoea ya kusifu, mazoea mbalimbali ambayo yalikuwa yakifanyika pale mbinguni. Baada ya kuona pia kazi ambayo shetani ameifanya, alijua ya kwamba nimekosea. Kwa hiyo alikuwa peke yake katika kutafakari mikakati yake ya siku zilizopita na zilizopo na zile ambazo zitakuja, maana alikuwa na mipango tayari. Akapiga mahesabu, nilikuwa pale mbinguni, sasa nimetolewa, niko hapa. Na je, ninaelekea wapi? Na mipango yangu itakuwa aje duniani au katika malimwengu huko nitakakoenda? Alianza kupiga hayo mahesabu. Mwili wake wenye nguvu kabisa Lucifer ulikuwa ulikuwa umetikisika. Kiujumla alikuwa na mawazo pia. Ni lazima apitie katika hiyo hali. Na wakati akiwa anafikiri hayo, kuna baadhi ya nikisema source, baadhi ya vyanzo vya taarifa hizi ambazo katika kusoma kwangu niliwahi kuzipitia. Ilionekana wakati akiwa katika kufikiri sana haya mambo kwamba sasa nafanya nini? Aliona bora aombe msamaha arudi mbinguni. Aliona bora aombe msamaha arudi mbinguni. Lakini nimesema hii ni kama baadhi ya vyanzo ambavyo nimejaribu kuvifanyia utafiti, na ninataka nikiseme tu, japo ninakiona kina umuhimu hapa. Nataka tu nikwambie, sikiliza tu. Lucifer alitamani arudi pale kuomba rehema, maana aliona mazingira anayopitia si mazuri. Na wakati akirudi pale alikuwa hawezi alipofika alishindwa, alikataliwa kuingia tena mbinguni kama jinsi ambavyo leo hawezi kuingia. Na aliwaomba malaika waliokuwa wakiingia pale. Alimwomba malaika mmoja ya kwamba natamani niongee na Yesu, ambaye ndiye aliyeanzisha ugomvi na yeye huko mbinguni. Na alipomuona Yesu, alipokuja kwake, akazungumza naye akimsihi sana, Bwana naomba unirudishe huko mbinguni. Lakini Yesu awezaye kusoma mioyo, aliangalia moyo wa Lucifer, akatambua ya kwamba Lucifer moyo wake bado haujabadilika. Badala yake, kama angerudishwa tena humo mbinguni, angeendelea kufanya uovu zaidi ya huo. Yesu alimkatalia, akamwambia Lucifer, umekusudia baya zaidi ya hivyo ulivyo sasa. Sasa sina kuweza kote kukusaidia. Na hii inafananishwa na ule mfano ambao Yesu aliutoa. Naomba niiseme hii. Yesu alitoa mfano wa watu wakulima wa shamba, ambaye mwenye shamba aliwaweka alafu akasafiri. Akatuma mtumwa wa kwanza kwa ajili ya kwenda kupokea malipo ya shamba lake, mavuno ya shamba. Huyo mtu alipotumwa kwenda kuangalia mashamba ambayo kwamba alikuwa mazao ambayo kwamba alikuwa ameyatoa, wale watu waliokuwa wamepangishwa lile shamba walimuona aliyetumwa, wakakusudia kumpiga na kumuua, akamfukuza mikono mitupu. Akatumwa wa pili, wakafanya hivyo hivyo. Akatumwa na watatu, wakamfanyia hivyo hivyo. Sasa
hii utaipata kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Luka, sura ya 20 kuanzia fungu la 9. Maana Yesu alisema, akawaambia mfano huu, mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alimtuma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Mtumwa wa pili, mtumwa wa tatu akatuma na watatu, huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. 13, sikiliza. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanye nini? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yumkini watamheshimu. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumue ili tulisi, ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawafanyeje? Atakuja na kuwaangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia haya wakasema, haya, hasha, yasitukie haya. Nataka nichukue huu mfano. Kumbuka hapa wakulima wa shamba wanapanga kwamba kila atakayetumwa tunamuua. Kwa hiyo walikusudia ya kwamba kila atakayetokeza wamuue. Na ndipo ambavyo shetani alivyokusudia kumuua Yesu wakati alipoomba aje aonane na yeye nje ya mbinguni. Alikuwa amekusudia akisema akitoka tu tumuue. Ni kitu ambacho alikuwa amekikusudia shetani mwenyewe. Mpendwa, naomba tuendelee kuangalia tena. Kwa hiyo shetani baada ya kuonekana hivyo, alipozuiliwa kuingia mbinguni kwa mara nyingine, alipoomba msamaha na asipate rehema ya kuingia pale, kwa hiyo aliondoka pale amekasirika kweli kweli. Aliondoka pale amekasirika. Maana alijua, yani mimi nimeomba niingie mbinguni na nimezuiliwa. Sasa aliondoka amekasirika sana. Na Biblia ikanukuu katika Ufunuo 12 aya 12. Nini kinasemwa hapo? Kikanukuu kwamba, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Mbinguni wakaambiwa washangilie, na wale wanaokaa humo washangilie. Kwa nini? Kwa nini washangilie? Kabla sijaendelea kusoma hii andiko. Washangilie mbinguni kwa sababu yule mleta shida, mleta taabu, mleta magomvi, mleta vita, sasa amefukuzwa mbinguni, na malaika zake wamefukuzwa mbinguni, na mbinguni basi pamebaki patulivu, patakatifu, pasipokuwa na shida. Lakini tunaambiwa katika Ufunuo 12 aya 12 kwamba washangilie enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Lakini angalia, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Ghadhabu hii anayokuja kwetu, naona anasema ole wa mbingu na bahari. Lakini mbingu ishangilie. Mbinguni wanaambiwa washangilie, na wanaokaa humo washangilie kwa sababu ni furaha. Ni sawa na kwamba umewahi kuwa na mtoto ambaye ni mkorofi nyumbani. Ni mkorofi baba na mama ambaye uko nyumbani, au mtoto ambaye uko nyumbani. Ukiwa na mzazi ambaye ni mkorofi nyumbani, korofi kweli kweli, siku akitoka mpaka wote mnapumua, bwana bora ametoka huyu mtu. Ndivyo ilivyo wanavyoambiwa watu wa mbinguni. Maana alikuwa ameleta taabu, sasa wanaambiwa washangilie. Lakini huyu mtu ambaye ni mkorofi namna hii, wanaambiwa kule anakoenda, ole, poleni, anakuja huyo, mjipange. Yani maana yake anajulikana ni mkorofi kweli kweli. Sasa ndicho ambacho tunaambiwa duniani ya kwamba ole, kwa sababu huku anakuja, na malimwengu mwingine wanaambiwa ole, si dunia tu na wengine. Japo dunia wakati huu inaandikwa alikuwa hajatupwa na haijaumbwa. Kwa hiyo wanaambiwa masayari mengine kwamba ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kumbe shetani alitupa huko akijua kabisa ya kwamba ninakoenda nitakaa muda mchache, rehema zangu zitakoma, Mungu ataniangamiza.
Angalia, kwani aliondoka akiwa na watu gani? Aliondoka peke yake? Hapana. Ufunuo 12:3 hadi 4 anasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa mwekundu, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari na kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Ninachotaka kukisema hapa ni kwamba shetani au joka huyu jekundu alikuwa akikokota theluthi ya nyota za mbinguni. Nyota za mbinguni ni malaika. Theluthi ni 1/3 ya malaika wa Mungu. Hawa ni wale ambao ni malaika ambao shetani mwenyewe aliwadanganya kabisa na akakusudia kushuka, na alipodanganya na wao wakakubali, alitupwa na wao wote nje ya mbingu. Kwa hiyo ninataka nikuonyeshe tena andiko jingine moja ambalo sasa nataka pia tuliangalie katika kitabu cha Yuda sura ya 1 aya 6, maana ni kitabu ambacho kina sura moja tu. Anasema 1:6, anasema, na malaika wasioelinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Kwa hiyo malaika na Lucifer mwenyewe, malaika aliyotupwa nao kutoka mbinguni ilikuwa ni theluthi. Na bahati nzuri ni hii wapendwa, Mungu alimfukuza Lucifer pamoja na malaika zake. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameumba hawa malaika kwa kusudi tu jema. Na hii theluthi ya malaika, habari njema ni hii, nataka nikwambie. Wale waliofukuzwa mbinguni, malaika pamoja na Lucifer, nafasi yao itachukuliwa na wanadamu wote watakao kubali ukombozi, atakao kubali mpango huu wa ukombozi. Maana tayari wameshaahidiwa na Yesu ya kwamba katika Yohana 14 aya ya 1 Yesu aliwaahidi ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Kwa hiyo anasema, basi nikienda kuandalia makao nitakuja niwachukue pia, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu aliahidi ya kwamba wanadamu wote watakao kubali mpango wa ukombozi na wakaokolewa kutoka katika dhambi, basi wataenda pale. Ni kuziba pengo ambalo Lucifer aliliacha. Angalia. Kwa hiyo Lucifer alipofukuzwa huko mbinguni pamoja na malaika zake, walishuka huko wana ghadhabu, walishuka toka huko wako na ghadhabu, wako na hasira, kwa sababu wanajua ya kwamba muda kwanza tumewekewa ni mchache, maana wamewekewa kwa ajili ya siku ya hukumu na atawaangamiza. Kwa sababu kuliko wanajua ya kwamba wao wanaenda mbinguni, wanaenda kuangamia. Sasa anajitahidi, kwa sababu anajua muda wake ni mchache, anajitahidi kuhakikisha anadanganya wanadamu apate wa kwenda nao wengi. Na kupendekezea mpendwa mnayenisikiliza kupitia Iras FM na kupitia Tubuni na Kuamini Injili TV ya kwamba tujitahidi kushinda dhambi. Napoendelea kufunua huu mpango wa ukombozi, utakuja kuelewa ubaya wa dhambi. Naweza nikasema ya kwamba kwa sasa wengi tunaweza tusijue kabisa kutofautisha, lakini mpendwa nikwambie ya kwamba kuko na vita na dhambi ni kitu kibaya sana. Tutakuja tukiangalie baadaye. Wacha tuendelee tena. Baada ya Lucifer kufukuzwa kutoka mbinguni, nini kikafanyika basi? Mungu akaanza kutekeleza mpango wa uumbaji. Kumbuka, huu mpango wa ukombozi huu ulikuwako kabla. Mpango wa kuumba huu ulikuwako kabla. Sasa Mungu akaanza kutekeleza, na jana tukajaribu kuangalia kidogo. Acha na kupitisha tena ili tuone. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 kinatoa habari ya uumbaji wa dunia na uumbaji wa mwanadamu, mpenzi msikilizaji wa Iras FM. Kitabu cha Mwanzo tunaanza kupewa habari yenyewe. Na ndiyo maana tulisoma kitabu cha Warumi 16. Nataka nikuambie mpendwa, hebu nisikilize tafadhali, usihame redio yako. Tafadhali usihame chaneli yako. Wacha nikwambie kitu kimoja kizuri. Nilikwambia jana na kukumbusha tena. Katika Warumi 16 aya 25, kuna nini hapa? Anasema hivi:
Sasa 16 Warumi aya 25. Warumi 16:25. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyostirika tangu zamani za milele. Kuna siri iliyofichika tangu zamani za milele, ilikuwa imefichika. Lakini Paulo anasema nini? Aya 26. Ikadhihirishwa, ikafunuliwa wakati huu kwa maandiko ya manabii. Kwa hiyo tunapoanza kupata maandiko ya manabii, yanafunua mpango mzima wa ukombozi. Maandiko ya manabii yanafunua mpango mzima wa ukombozi. Na unisikilize hapa niseme hivi. Kila andiko unaloliona katika Biblia liliandikwa kwa kusudi zima la ukombozi. Kila andiko unalolisikia, kila andiko unalolisikia katika Biblia, mpenzi msikilizaji, liliandikwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Liliandikwa kwa ajili ya kufunua mpango huu wa ukombozi. Kwa hiyo kila aya, kila andiko unalolisoma katika Biblia, kila andiko, kila aya, ujue kabisa ya kwamba basi ninasoma aya inayohusu mpango mzima wa ukombozi. Biblia yote, kitabu kizima, kinahusu mpango mzima wa ukombozi. Ndicho kitu ambacho kinafunuliwa hapa. Na ndio maana nabii Paulo akasema ya kwamba ikadhihirika wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii kwa imani. Waitii kwa imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake, utukufu una yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Na mimi nasema amina kama ilivyoandikwa. Mpenzi msikilizaji wa Iras FM, tunapoendelea katika sura ya Mwanzo aya ya kwanza, uumbaji unapofanyika ni utekelezaji wa mpango ambao Baba na Mwana walikuwa wamekusudia kuumba. Mwanzo 1 aya yake ni ya kwanza. Biblia inatuambia aya ya kwanza mpaka ya 5, sura yote naisoma tu kwa haraka haraka na kwa summary, kwa kuifupisha yani. Mungu alitenga nuru na giza katika siku ya kwanza. Alitenga nuru na giza. Kitu cha kwanza alichoumba ni nuru, na akatenga na giza. Hiyo ni Mwanzo 1 fungu la kwanza hata la 5. Lakini siku ya pili Mungu alifanya anga kwa kusudi la kutenganisha maji yaliyo chini na yaliyo juu. Akaliita anga mbingu na mbinu. Hii mbinu anasema anaangaisikiliza vizuri. Akaita anga mbingu. Kwa hiyo Mungu anga aliliita mbingu. Lakini sikiliza, hii mbingu inayoitwa hapa kwa sababu ya kuitwa anga likaitwa mbingu, si mbinguni anakokaa Mungu. Kumbuka yeye alikuwako kabla ya dunia kuumbwa na kabla ya hiyo mbingu haijakuwako. Kwa hiyo hii mbingu inayosemwa hapa ni tofauti na mbingu nyingine. Mwanzo 1:6 hadi 8. Kwa hiyo Mungu akaweka anga siku hii ya pili, na Mungu ni wa ajabu. Sikiliza mpendwa, katika siku hii ya pili, iko siku nitazungumza tena juu ya kitabu hiki cha Mwanzo sura ya kwanza. Kwa nini nasema hivi? Mungu amefunga maji katika mawingu. Hayo mawingu nao yaona, wachana wanasayansi wanayokuambia. Maana sayansi zingine zinasema mawingu ni vumbi. Ni vumbi tu. Ni kitu fulani. Sikiliza, Mungu amefunga mawingu katika mbingu. Na ndio maana hata wakati gharika linatokea, nisikilize nikwambie, wakati gharika linatokea, maji yalitoka mengine mbinguni na mengine yalitoka chini. Sasa Mungu katika siku hii ya pili alitenganisha kabisa, maji mengine akaweka juu, mengine akaweka chini. Huko katika mbingu, huko katika mawingu nako kuona huko, Mungu ameweza kufunga maji yako huko mengi sana. Angalia siku ya tatu akafanya nini? Mungu alitenga bahari na nchi kavu, na akaamuru
nchi itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo ndani yake. Hii ni Mwanzo 1:8 mpaka 13, siku ya tatu. Na Biblia ilikuwa inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya tatu. Kumaanisha, mpenzi msikilizaji, kumaanisha Mungu siku zake zinaanzaga jioni, inakuwa asubuhi, jioni, asubuhi. Kwa hiyo jioni ndiyo inaanza siku ingine. Na siku hii ya tatu, acha nikuonyeshe siku ya 4 nini Mungu alifanya. Siku ya 4 tunasoma Mwanzo 1:14 hata 19. Mungu akafanya mianga mikubwa miwili, yaani jua, na jua lilikusudiwa litawale mchana, lakini pia mwezi, ambapo Mungu alikusudia utawale usiku, nayo iwe dalili ya majira na siku na miaka. Kwa hiyo mianga miwili inapopishana, jua litawale mchana, mwezi utawale usiku. Mianga hii miwili inapopishana ni dalili ya majira, ni dalili ya kuwako kwa siku, ni dalili ya kuwapo kwa miaka. Kwa hiyo siku zinaanza wakati ambapo jua linapishana na mwezi. Wakati mianga hii miwili inapopishana, ndipo tunapata siku ingine. Wakati Mungu anaendelea kuumba, siku ya 5 akafanya nini? Mungu aliumba viumbe vyote vya majini, kama vile nyangumi, samaki wote. Kisha akaumba ndege wa angani wa kila aina, bundi, mfano bundi na vingine. Akawabariki na kuagiza wazae wakaongezeke. Hiyo ni Mwanzo 1:19 hata 23. Kwa hiyo utasoma kwa wakati wako. Lakini siku ya 6 Mungu aliamuru nchi itoe wanyama wa kufuga, nacho kitambaacho wanyama wote wa mwitu kwa jinsi yake. Na siku hiyo hiyo ya 6 ambapo nataka tusome sasa ni Mwanzo 1. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Angalia haya inayofuata. Wakatawale. Mwanawake Mungu alimpa mamlaka ya kutawala. Mtu alipewa mamlaka toka mwanzo, na huyu ni Adamu, alipewa mamlaka. Na mtu anayetawala anaitwa mtawala ama mfalume. Kwa hiyo Adamu alikuwa mfalume ama mtawala, na alikuwa na utawala tayari. Lakini kuna kitu kimoja ambacho pia nataka nikiseme. Adamu alikuwa hana nguo. Adamu alikuwa hana nguo, na Hawa halikuwa hana nguo, lakini hawakujitambua kama wako uchi. Kwa hiyo kuna nini? Kuna vazi ambalo walikuwa wamelivaa. Na hili wapendwa, niwaambie ya kwamba ni vazi la haki ya Kristo Yesu. Hii utaipata Mwanzo 2 aya yake ya 25. Ni vazi la haki. Na hii ni utukufu ambao Mungu anawafunika Adamu na Hawa. Aliwafunika kabisa utukufu wake. Kwa hiyo zingatia vitu vitatu ambavyo aliwahi kupewa na alikuwa navyo. Yaani hivi aliumbwa navyo tayari. Ufalme, mamlaka na utukufu. Vitu vitatu. Nina maana yangu kwa nini nakwambia. Na kama ungekuwa ni mtu ambaye unaandika, ningekwambia msikilizaji wa Irasi FM kwamba andika kabisa. Adamu aliumbwa na alikuwa mfalme, alikuwa na mamlaka, na alikuwa na utukufu wa Mungu uliokuwa umemzunguka. Sasa na Mungu alipomaliza kuumba vyote, akasema tazama vyote ni vyema, yani ni chema. Hiyo ni Mwanzo 1:31. Tulisoma hata siku ya jana. Wacha tusiende hapo. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Mungu kwa hekima zake alipenda amwekee mwanadamu ibada ndipo amalize uumbaji. Angalia Mwanzo sura ya 2 aya ya 1. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sawa? Kwa hiyo Bwana aliibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sikia vizuri. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
Mungu akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo Mungu alimwekea ibada. Sikilizeni mpenzi msikilizaji wa Iras FM pamoja na mtazamaji wa Tubuni na Kuiamini Injili TV. Ni hivi. Ibada ambayo Mungu aliiweka ndani ya mioyo yetu. Mungu kwa hekima zake au kwa namna ambavyo alimuumba mwanadamu, mtu, ni kwamba aliumbwa ndani yake ana ibada, ndani yake ana kusudi la kuabudu. Nikwambie hiki kitu. Hata kama hautamwabudu Mungu wa mbinguni, maadamu ibada iko ndani yako, na kuhakikishia ya kwamba mpenzi msikilizaji, ndugu yangu, utaabudu mizimu, utaabudu hata makaburi, utaenda hata kwa waganga. Kwa nini? Kwa sababu ibada iko ndani ya moyo wako. Hakuna mtu duniani aliyezaliwa na mwanamke ambaye hajawahi kuabudu. Haiwezekani. Hakuna mtu, uwe anaenda kanisani ama haendi, anaenda popote pale, ni lazima uabudu. Hiyo ibada ni ya lazima. Sasa kusudi na ni mpango mzima huu wa shetani ni kwamba anataka kwanza kusudie abadilishe ibada yako kwa Mungu, upeleke ibada kwingine. Hiyo ni kusudi lake. Maana alikusudia awe kama Mungu. Kwa hiyo pia anataka ibada, anataka pia kuabudiwa. Kwa hiyo uwe makini na kile unachokiita Mungu wako. Huenda ukawa pasipo kujua unaabudu miungu usiyoijua. Lakini katika mpango wa ukombozi tutafunua haya yote. Nisaidie tu uendelee kunifuatilia katika siku zote za Jumatano, siku zote za Alhamisi na siku za Jumapili jioni. Siku hizi tutakuwa katika redio hii ya Iras FM jioni kama muda kama huu. Nisikize tunapoendelea mpenzi msikilizaji. Kwa hiyo Mungu alimaliza kuumba baada ya yeye kuweka ibada pale siku ya saba. Ndio maana nasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu akabariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Na Mungu kimuuliza, wewe ndio uliyeumba mbingu na nchi? Atasema maneno yafuatayo. Katika kitabu cha Yeremia 27:5. Mungu anajitambulisha kama muumbaji. Sikia. Anasema mimi nimeiumba dunia hii. Yeremia 27:5. Mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama inipendezavyo. Kwa hiyo Mungu anasema nimeumba hii dunia, na anadai, anasema nimeumba hii dunia. Mtu asije akajiinua akasema yeye ni Mungu. Kitu chochote kikajiinua kikasema chenyewe ni Mungu. Mungu anasema mimi ndo nimeumba hii dunia. Asije akatokea mtu akajia mimi ni Mungu na ni kiumbe. Huyo ni muongo. Na Mungu alipoumba dunia aliweka ibada. Kwa hiyo ukitambua kwamba yeye ni muumbaji, basi anastahili kuabudiwa. Yeye ni muumbaji, basi anastahili kuabudiwa, ukitambua hiyo. Na ndio maana katika kitabu cha Marko sura ya 2 aya 27, angalia hiki kitu. Anasema, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ningetolea mfano ili unielewe vizuri, uweze kuelewa hii. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Manake mwanadamu yani Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu. Ningesema vizuri ili unielewe vizuri kwamba koti limewekwa kwa ajili ya mwanadamu. Lakini mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya koti. Aha, ndipo utanielewa. Unaweza ukachukulia mfano huo katika shati lako. Kwamba shati nililolivaa au gauni lako. Gauni limewekwa kwa ajili yako. Lakini wewe haujawekwa kwa ajili ya gauni. Kwa mfano huu sasa nikirudia hapa, kwamba Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu.
lakini mwanadamu hakuwekwa kwa ajili ya Sabato. Kwa lugha nyingine, Mungu alimwekea Sabato mwanadamu ili amwabudu yeye. Kwa hiyo uliwekewa siku ya Sabato, wewe mwanadamu uliwekewa siku ya Sabato ili umwabudu Mungu. Asante kwa sababu umenielewa. Wacha niendelee katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 12 nikiwa na swali nalouliza kwamba kwa nini basi Mungu alipomuumba mwanadamu na akamweka katika bustani ya Eden na akamwekea ibada ili aendelee kufanya ibada na kumwabudu Mungu wa mbinguni, kwa nini basi aliweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Hapa ndipo tutaendelea. Hapa kuna jambo tena nataka niseme nawe msikilizaji, nisikilize vizuri. Kwa nini mti wa mema na mabaya uliwekwa kwanza? Lazima tuangalie. Anasema katika Mwanzo 2 aya yake ya 15 hata 17. Biblia takatifu inasema, Bwana Mungu akampa huyo mtu. Anasema Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu. Sorry, nilisema akampa, si kuna kampa. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Adamu kazi yake ingine alikuwa ni kutunza bustani na kulima. Kwa hiyo Adamu alikuwa mkulima. Na ndiyo maana hata chakula alichopewa Adamu, sikiliza kidogo nirudi hapa. Kuna kitu ambacho Adamu alipewa hapa. Mwanzo 1, wacha turudi Mwanzo 1 aya yake ya 29. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi. Kwa hiyo mwanadamu ambaye ni Adamu, yani Adamu ni mtu ambaye ni Adamu, pamoja na wanyama wote katika bustani ya Eden walipewa chakula ambacho ni hiki. Kwa hiyo Mungu alijua mahitaji ya mwanadamu. Atajua ya kwamba huyu mwanadamu atakuwa anahitaji nini? Atakuwa anahitaji ibada, akamwekea. Atakuwa anahitaji chakula, akamwekea. Na alimpa vyakula gani? Vya kwanza alipewa vyakula vitatu peke yake. 1, kila mche utoao mbegu. Mbegu zote alipewa. Hata kama ni mahindi, maadamu yana mbegu, basi alipewa kuwa chakula chake. Ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu ndicho kitakuwa chakula chenu. Kwa hiyo mche ni lazima uwe na majani, mche una mbegu, mche una matunda, vilikuwa ni vyakula vyao. Lakini swali, mpenzi unayenisikiliza, sio mada yangu kwa sasa, lakini nataka nikuambie tu kitu cha msingi. Unakula nini? Unakula nini? Mungu alikusudia tule sawasawa na maagizo yake. Siku moja tutaliangalia hili katikati tu mpango wa ukombozi. Lengo kubwa ni kuweza kuokolewa kutoka katika dhambi. Na kwenye hii mlo kuna shida. Na nataka nikuonyeshe ya kwamba hata dunia hii tulionayo iliingia dhambini kwa sababu ya kula. Wacha tuone. Twende tu nisikilize. Mwanzo 2:15 hata 17. Biblia inasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Hili ni agizo. Ilikuwa ni agizo gani? Akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Nimekupa vyakula, wewe kula tu. Walakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile. Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mpenzi nisikilize. Mpenzi msikilizaji wa Iras FM pamoja na Tubuni na Kuiamini Injili TV. Nikuombe nisikilize kwa makini hapa. Kiukweli kabisa, ikiwa baba, natolea mfano, baba anayekupenda, baba anayependa mtoto wake,
amemwacha nyumbani mtoto wake, halafu ako na tunda, natolea mfano labda kwetu sisi, tunda ambalo kila mmoja anaweza kuwa analipenda, pengine labda ni parachichi, ama baba akaweka apple, ama baba akaweka pears, akaweka hapo, akasema mtu yeyote asile hili tunda. Mimi naenda safari, narudi nikute mtu yeyote hajala hiyo tunda. Halafu cha ajabu ni hii, atokee mtoto wa huyu baba, awe ametoka pengine shule, ako na njaa, halafu akafika pale chakula hakuna, ama kipo ila akaamua tu ale, na huyu mtoto akachukua hilo tunda akaanza kula, tunda ambalo baba alikuwa amemkataza. Na baba huyu alipokuwa akirudi kutoka safari, anakuta tunda lake alilosema mtu asile, mtoto amekula. Swali mpenzi unayenisikiliza, msikilizaji wa Ilas FM, huyu baba atamfukuza mtoto kutoka nyumbani ama atafanya nini? Jibu la kweli kabisa ni kwamba hawezi kumfukuza kwa sababu ya kula tunda. Sasa swali, ikiwa sisi wanadamu tulio waovu, ikiwa sisi tunaweza kuwalea watoto wetu tukaendelea kubaki nao nyumbani kisa wamekula tu kitu ambacho amekikataza baba yetu, au tumemkataza sisi mtoto asifanye, inakuwaje kwa Mungu wetu wa mbinguni, mwenye upendo, mwenye huruma, mwenye kujali? Inakuwaje mtu amekula tunda tu kwa ajili ya kushiba? Inakuwaje huyu mtu aweze kufukuzwa kutoka katika bustani ya Edeni? Kuna siri gani hapa? Mpenzi nisikilize. Hili tunda katika bustani ya Edeni, Mungu aliliweka kwa ajili ya kupima utii wao. Utii kwa nani? Utii kwa neno la Mungu. Utii kwa neno la Mungu. Na huo utii kwa neno la Mungu ambao uliwekwa kwa Adamu na Hawa, ndivyo hivyo utii huu umewekwa kwetu sisi. Angalia mpendwa, nataka nikwambie kabisa, ikiwa hatutatii neno la Mungu, ni hakika tutakufa. Hiyo hata nisikudanganye, hiyo nikwambie ukweli kabisa. Kwa nini? Angalia kitabu cha Zaburi, sura yake ni ya 89. Zaburi 89 aya yake ya 34. Biblia takatifu inasema hivi. Mungu anajitambulisha akisema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka mdomoni mwangu. Kwa hiyo ni ngumu kwa Mungu kubadili neno lake. Narudia hii sentensi unisikie vizuri. Ni ngumu kwa Mungu kubadili neno lake eti kwa sababu mwanadamu mmoja ama jamii fulani ama nchi fulani imeshindwa kulitii. Mungu anasema silibadili neno langu. Kwa nini? Naomba twende kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ambacho nataka nikusomee ni kitabu cha Isaya sura ya 55. Isaya 55, ninaenda kusoma fungu lile la 11. Naomba unifuatilie msikilizaji niseme. Wacha nianzie 9. Isaya 55 9. Anasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana, angalia 10. Hapa ndipo kwenye pointi yangu, nisikilize. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuidharisha
na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kumbuka Mungu Zaburi 89 amesema mimi siwezi badili neno langu. Na hapa tena kwenye Isaya 55 anafananisha. Mpenzi msikilizaji, kama unaona mvua ikinyesha inatoka mbinguni, jiulize swali hili: umewahi kuona mvua ikitoka duniani inarudi huko mbinguni ilikotoka? Ikiwa hujawahi kuona hivyo, ndivyo ambavyo Mungu anasema neno lake likitoka halirudi, litatimiza mapenzi yake na makusudi yote alilolituma. Sasa katika Mwanzo 2:15 Mungu alisema, kama utakula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ni hakika kabisa utakufa. Alisema hivyo. Ukumbuke neno hili haliwezi kurudishwa. Kwa hiyo mwanadamu, wacha tuangalie nini kilitokea hapa. Mwanzo sura yake ni ya 3. Mpenzi msikilizaji, enda Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3. Nini kilitokea? Aya yake ni ya 1. Mpango wa ukombozi hapa ndipo unaanza kufunuliwa. Na hapa ndipo tutaanza kufunua. Mpango huu ni upi? Sikia. Basi nyoka alikuwa mwerevu, 3:1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustanini? Ni kwamba ili andiko shetani tulisema jana alikuja na mashaka, lakini pia alilibadili. Maana mwanamke aliliweka sawa. Sura ya aya 2. Aya 2 anasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati ya bustani Mungu amesema msiyale. Akaongeza na neno, msiyaguse msije mkafa. Sikia. Hapa hawa aliongeza neno msiyaguse, aliongeza, halikuwa kwenye Mwanzo 2:15 mpaka 17. Lakini nyoka akamwambia, aya 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Angalia shetani anakuja na wazo gani? Yaani anataka kukwambia hata kama usipotii neno la Mungu, hata kama usipotii agizo la Mungu, haufi. Lakini neno la Mungu linasema kama ukila utakufa. Shetani anasema hapana, hamtakufa. Kwa hiyo shetani anafanya nini hapa? Sikiliza mpendwa. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliwekwa katika bustani ya Eden kwa kusudi la kujaribu utii wa Adam na Hawa, ikiwa watatii. Maana wako watu wanafundisha mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tunda lilokula Adam na Hawa, wengine wanasema ni ngono. Eti walifanya tendo la ndoa, sijui wakafanya nini na nini. Nikwambie hayo mambo ni ya uongo. Sio ukweli. Japo yako mafundisho hayo ninayasema kwa sababu huwa yako. Huo ni uongo. Na nikisema uongo nisamee wewe ambao unasema hivyo. Sina kusudi baya na wewe, ila niko nahangaika na uongo ulioingia katika mawazo ya watu. Kwa hiyo siko kwa ajili ya kukushutumu, hapana. Lengo kubwa mimi ni kukuonyesha ya kwamba mawazo yaliyo katika akili za wanadamu, ikiwa ni hivyo, basi ni ya uongo. Hiyo tu. Sina ugomvi na wewe wala siko na mtazamo mbaya na wewe. Nakupenda kama mwanadamu, ninachochukia mimi ni dhambi. Sikia. Kwa hiyo shetani aliwaahidi hutokufa huku hautii neno la Mungu. Yaani unatenda dhambi na haufi. Lakini Mungu alisema kama mtakula hilo tunda mtakufa hakika. Sasa aya yake ni ya 6. Wacha tusome aya ya 5. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakula matunda ya mti huo
mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kumbuka huu mti unaitwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wa kujua jema na baya. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Sikia, mwanamke ndiye tunayemuona hapa akiongea na Hawa, akiongea na nyoka. Lakini anapokubali kudanganywa, kuasi neno la Mungu, kutilia mashaka neno la Mungu na kumuona Mungu kana kwamba alikuwa kuna vitu amewaficha, kwamba kumbe Mungu alituficha, hakutuambia vyote. Kumbe alijua ya kwamba siku tukila kumbe alijua siku tukila tutafanana na yeye. Kwa hiyo akamuona Mungu kama muongo, au ni mtu ambaye anafundisha vidogo vingine anaficha. Sasa kitu kama hicho akakubali kula. Lakini kwambie kitu kimoja, mwanamke ndiye ambaye alidanganywa. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya 14. Anasema, tuanzie 13. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Ikiwa Adamu hakudanganywa, mbona tena alikula tunda? Mbona tena alikula tunda? Adamu alikula tunda si kwa sababu alidanganywa, hapana. Adamu alikula tunda kwa sababu alimpenda Hawa. Upendo wake kwa Hawa ndio uliosababisha ale tunda lile. Kwa nini? Mungu alikumbuka ahadi ya Mungu, inasema atakaye kula tunda hili lazima afe. Kwa hiyo Adamu alijua kwa sababu Hawa amekula tunda ni lazima kabisa atakufa. Kwa sababu ya upendo wake kwake, akakusudia bora ale na yeye, wafe wote wawili. Hii nayo ni hatari sana. Upendo huu unakuwa ni kipofu kiasi gani? Sikilizeni. Pale ambapo mtu wako wa karibu, rafiki yako wa karibu, anapoenda kinyume na neno la Mungu na kuhakikishia na kushauri, usikubali kwenda naye katika dhambi. Usikubali kwenda naye katika dhambi. Usikubali kabisa kwenda naye katika dhambi. Sasa ninapoenda kumalizia, sikia vizuri. Aya yake ya ngapi? Tuacha tusome aya ya 12. Wacha tuanzie aya yake ya ngapi? Ya 9. Tusome Mwanzo 3 aya 9. Biblia takatifu inasema, Bwana Mungu akamuita Adamu. Hiyo ni jioni, wakati jua la kupunga. Labda niseme kidogo hapa. Wapendwa, nisikilize vizuri wewe msikilizaji wa Irasi na ule unayenitazama kupitia Tumaini na Kuamini Injili. Dhambi hii ya kula tunda, Hawa na Adamu waliila, ilikuwa alasiri. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini nasema hivi? Niko na maana katika mpango wa ukombozi. Dhambi hii ya kula tunda waliila ilikuwa ni alasiri. Na nikisema alasiri na maanisha saa 9. Saa 9 ndio walipokula walipokula yale matunda. Na walipokula wakafumbuliwa macho, wakajiona ya kuwa, wacha tusome aya ya 7. Baada ya kula, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Zingatia sasa hapa. Nilikwambia Adamu alikuwa na nguo toka ameumbwa. Alikuwa na nguo zake toka ameumbwa. Lakini wakati huu tena tunamuona anajifanyia nguo za majani. Lakini mwanzo alikuwa na nguo za utukufu zilizokuwa zimemfunika na walikuwa hawajijui kama wako uchi. Baada ya dhambi ndipo wanatambua ya kwamba wako uchi.
Kwa lugha nyingine, vazi la utukufu, vazi la haki ambayo Mungu alikuwa amewapa walilipoteza. Ufalme waliokuwa wamepewa na Mungu waliupoteza. Utawala waliokuwa wamepewa na Mungu nao pia waliupoteza. Angalia, Bwana Mungu akamuita Adamu, aya 9. Adamu, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Alitoa wapi haya mawazo? Ni ya Shetani. Kwa hiyo utawala wake wote Shetani alichukua, akawa ndiye mtawala wa dunia hii. Ufalme wote uliokuwa kwa Adamu Shetani alichukua, akawa ndiye kiongozi wa dunia hii, akawa ndiye mfalme wa dunia hii. Na ndiyo maana kipindi kile cha Ayubu anasema alienda kujihuzurisha, na Mungu akamuuliza, umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka humo duniani. Akiwa anajua ya kwamba dunia ile ilikuwa ni yake, alienda kujihuzurisha. Alikuwa anajua kwa sababu alichukua mamlaka yote kwa Adamu. Sasa sikiliza ninapoenda kufunua mpango huu wa ukombozi. Maana walianza kusema mara nyoka amenidanganya, mara sijui na nini na nini. Zote hizo tunazijua. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nataka nimalizie kwa kukisema. Mungu kuna kitu kimoja alikifanya. Alifanya nini? Angalia aya 21. Bwana Mungu, Mwanzo 3:21. Zingatia hii. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akamvika. Sasa kidogo, ukisikia mavazi ya ngozi unapata ishara gani? Ngozi inapatikana kwa njia gani? Ngozi haipatikani kwa njia yoyote ile isipokuwa ni kwa kuchinja mnyama. Maana kipindi hicho Edeni hakukuwa na maduka ya kuuza ngozi za wanyama, ngozi yoyote ile. Kwa hiyo Mungu alichinja mnyama. Mungu alichinja mnyama. Sasa ni lazima tuulize hivi, alichinja nini? Angalia, huu ni mpango wa ukombozi kutoka kwa mwanadamu aliyetoka dhambini. Ndio huu unahusisha kuchinja mnyama. Wacha tuangalie ni mnyama gani aliyechinjwa huyu. Ni mnyama gani aliyechinjwa huyu? Naomba uende nami katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Katika Ufunuo sura ya 13 aya yake ni ya 8. Ni mnyama gani huyu aliyechinjwa, mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji wa Tubuni na Kuiamini Injili TV? Na wewe unayesikia kupitia Yasi FM. Napomalizia hapa mpango huu wa Mungu, sikia. Na watu wote 13:8. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa kumbe huyu mwana kondoo alikuwa amechinjwa hata kabla ya kuumbwa kwa dunia. Kwa nini anasema hivyo? Ni ule mpango wa ukombozi uliokuwa umewekwa. Na wakati Adamu alipotenda tu dhambi, tunamuona Mungu Baba anamwekea pale mnyama kondoo, anachukua ngozi yake, anawavika. Kwa lugha nyingine ya kwamba mavazi ya miti msije mkajichongea, msije mkajifanyia. Msitafute haki ya kwenu, mtafute haki ambayo nawavika, utukufu ambao nawavika, na utukufu huu unatoka kwa mwana kondoo. Na mwisho kabisa, naomba nisome andiko moja tuishie hapo kwa leo. Katika Mwanzo 3:15 Mungu alisema hivi. Angalia aya ya 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo Mungu akaweka uadui. Tutakuja tuangalie ni wakati gani joka huyu anapondwa kichwa, na ni wakati gani
huu uzao wa mwanamke, mzao wa mwanamke gani huyu? Tutakuja tuangalie. Utamponda kisigino. Na mpango mzima wa Mungu kumkomboa mwanadamu kutoka dhambini. Maana tunaona ya kwamba tayari sasa mwanadamu ameingia katika dhambi. Jamii hii ya mwanadamu imeingia katika dhambi. Imepoteza ufalme, imepoteza mamlaka, imepoteza utukufu. Shetani sasa anakuwa anatawala. Asili ya dhambi inakuwa na nguvu juu ya mwanadamu. Asili ya dhambi inakuwa na nguvu katika mwili wa mwanadamu. Mwili unakuwa unaelekea katika dhambi. Sasa swali, Mungu anawaza nini juu ya huyu mwanadamu? Na nikwambie mpenzi msikilizaji, Mungu ako na mambo ya kuwaza, na yaweka tu, lakini tutakuja tuyaangalie. Jambo la kwanza ambalo Mungu baada ya Adamu kutenda dhambi lazima atakuwa nayo ni hii: nawezaje kumwokoa huyu mwanadamu kutoka dhambini? Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nitawezaje, yani Mungu atawezaje kuiteketeza dhambi peke yake, asiweze kumwangamiza mwanadamu, ili mwanadamu abaki bila dhambi na dhambi imeteketezwa? Inawezekanaje? Hiyo ni mipango hiyo. Lakini sikia, kinachotenganisha dhambi, kinachotenganisha kati ya mtu na Mungu ni dhambi. Sasa swali jingine, Mungu lazima atakuwa nalo kwamba nawezaje kumlezesha mwanadamu katika utii wa awali, utii aliokuwa nao mwanzo kabla ya dhambi? Nawezaje? Sasa huu ndipo tutaangalia mpango mzima wa ukombozi. Mwisho niishie hapa kwa kusema yafuatayo. Tutaendelea kuwa hapa kuanzia siku ya Jumapili jioni, Jumatano jioni na Alhamisi jioni Irasi FM. Tutaendelea kufunua huu mpango wa ukombozi. Na nikutajie namba yangu kwa wale wenye maswali, utaweza kuniuliza. Namba yangu ni 07 42 57 61 na mwisho 70. Narudia, 07 42 52 61 na mwisho 70. Ukiipigia kwa sasa, mpenzi msikilizaji, nimeiweka isipatikane kwa sababu ya hiki kipindi, lakini nikitoka hapa nitaifunua. Kama uko na swali, nitumie hata SMS. Kama unataka kuzungumza na mimi, na kusihi wasiliana nami kwa namba hiyo. Amani ya Mungu, neema na baraka zake ziwe pamoja nanyi. Kisha tuombe na tuhitimishie hapo. Basi na tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa nasi toka tumeanza hata mwisho. Jina lako na litukuzwe. Msikilizaji umemuongoza katika kuufunua pia mpango mzima wa ukombozi. Na sasa tumefikia pale ambapo mwanadamu sasa anakuhitaji wewe kwa ajili ya ukombozi wako, kwa sababu amekuwa ni mateka wa shetani. Sasa tunaomba utusaidie, watoto wako, tufunulie hizi siri ili tuweze kuishi na kuishinda dhambi kabisa kabisa. Tusaidie kwa Roho wako mwema katika kila hatua. Uwe nasi mwanzo na hata mwisho. Kila mmoja ukimbariki, mgonjwa ukimponya, mwenye mahitaji yake sawasawa na mapenzi yako mjalie. Mtumishi wako, mtu yeyote anapokuwa na kuomba, msaidie Baba sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi na utaendelea kubariki vipindi hivi, na watumishi wengine wanaowezesha vipindi hivi utaendelea kuwabariki. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Na tumeomba na tumeshukuru kwa jina pekee la mwanao Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Barikiwe pia. Bila shaka msikilizaji ameweza kupata zaidi mafundisho mazuri kabisa, mahubiri hapa ya mtumishi moja kwa moja kwa Marusha. Bila shaka ni sehemu sahihi sana ama kituo bora cha matangazo Irasi FM. Unayapata masomo haya. Basi kwa leo amehitimisha hivyo. Tunakushukuru sana mtumishi Paul Marusha kwa kuweza kutupa zaidi chakula cha kiroho. Amina. Kwa